wahasi, siwaiti kwamba ni wapinzani, nasema wahasi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiongozwa naye Martin Fayulu Madidi, wakisema kwamba tarehe ya leo pasiwepo na kazi yeyote ile kwa wakongomani wanaomsikiliza. Na mimi nakuja kama mkongomani ambaye anayesikika katika lugha ya Kiswahili mashariki ya Kongo, ya kwamba sisi katika nchi yetu upinzani hatuujui, na tutaongea pia kuhusu wafanya siasa na wafanyakazi wa serikali, hizo tofauti mbili. Kwanza kabisa wasikilizaji, ni kwamba katika siku ya kwanza ya juma hii, hiyo ilikuwa ni tarehe 1, kuliingia na meli kubwa kabisa, ambao meli hiyo ilikuwa inabeba wanajeshi wengi. Hizi taarifa zinakuja kwa wakati mzuri, kwa wakati muafaka, baada ya kukagua hiyo meli ilikuja ikibeba vijana wetu wa Kongo, ambao waasi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na hawa wanaojiita wapinzani hawataki kuona wanajeshi wanafurahia nchi yao. Wanafikiria wanajeshi ni kuingia jeshini na wanaenda vitani ili wafe, wakati jeshi ni kazi kama kazi nyingine katika manchi mengi tu, na sisi tunataka amani, wao wanataka madaraka, ndio shida. Tunawaambia wa M23 ya kwamba nia na mazumuni na zile comment na zile publication mnazozifanya katika mitandao, katika TikTok, ya kwamba William Amuri Yakutumba amefariki, kulienda mtu katika jeshi la wazalendo, kumepelekwa mtu mkubwa katika mji wa Burundi. Hizo ni mbwembwe, na msiwasikilize. Sisi tunawaambia ya kwamba muwe mnatufuata sisi wa communicateur, kwa sababu tunaongea na tunagusa, na kama lolote litakwenda kujitokeza sisi tutawaambieni, lakini tunawataka kuwaambie Yakutumba na staff yake yote na wazalendo wote, viongozi wa wasimamizi wa VDP wote wako salama salamini, na wanaendelea na kazi zao za kila siku kulingana na walivyopangiwa. Kwa hiyo kuna hata mmoja ambaye amezulika, na kama yupo wewe utamtaja, sio kusema kwamba kuna komanda mmoja, maana wao wanawachukua nyinyi kwa sababu ni wengi. Unajua watu wengi ambao wana simu, wanaotumikisha simu sana, ni watu wa East Africa, Kongo, Tanzania, Burundi, kwa sababu inakumbwa na majanga tofauti, watu wanatumia sana simu za mkononi, simu kubwa. Sasa watu wa TikTok, wa TikToker wanajinyakulia pesa kulingana na content zao, hilo mlijue. Na kwa kutumika content, lazima utafute content ambayo itakuingizia watu wengi, maana yeye anakula kwa sababu ya forward zake. Sasa akiingiza forward za watu wengi, hapo ndo anapata mshiko mkubwa, anaingiza kitita kikubwa cha pesa. Sasa watu wanadili na akili zetu, wanaona nikituma taarifa ambayo haitokuwa na mvuto, watu hawatoifuatilia, lakini nikituma Yakutumba kafa, maana Yakutumba kapendwa, Yakutumba anapendwa tena anachukiwa, alafu wale ambao wanamchukia watafuatilia hiyo taarifa na kuipartage, wale ambao wanampenda wataifuatilia hiyo taarifa na kuipartage pia. Sasa huyo mtu anajinyakulia pesa. Sijui kama hapo mpaka sasa hivi watu wetu wanaelewa. Sasa nyinyi ndio mnawatajirisha wale maadui. Wakitupa content ya Yakutumba amefariki au mkuu kiongozi wa wazalendo amefariki, wao wanajua nyinyi mtaifuatilia, na mtakapoifuatilia mtaisambaza na kuiulizia. Mimi nimeshaulizwa sana. Mimi tena nakuja na kuambia, acheni na hizo taarifa mbaya. Hizo taarifa ni mbaya na sina uhakika nazo, na wewe hauna uhakika na aliyeongea hana uhakika nazo. Kwa hiyo Yakutumba, sisi tunayokuambia utuamini sisi, yupo mzima wa afya na anaendelea na kazi zake kama kawaida, na punde tu hapa mtamsikia na atajitokeza kwa kazi zake na vinginevyo. Lakini meli kubwa ya wanajeshi wa FARDC Ibu waliingia katika jiji la Baraka, na hawana kazi nyingine, wala hawana mzaa, hawana mbambamba. Wale
wanakuja kwa sababu ya kusaka Wanyarwanda. Maana Wanyarwanda walizania kwamba labda wao ndo wana vijana tu. Sasa wana vijana wadogo. Wewe fikiria mkoa wa Sud Kivu. Ile Rwanda inaweza kaingia huko hata mara 7. Mkoa tu wa Sud Kivu. Sasa hao vijana watatoka wapi? Hata wachange Uganda, Kenya. Nchi tudogo wa vijana wake ni wadogo. Kwa sisi tuna vijana wengi. Kutuweza ni akili zetu kuwa mbovu. Kwa sababu kuna wengi wanaenda kujiunga nao, labda hapo ndo wanataka kutuweza. Lakini kwa sababu tunajielewa, tunajitambua. Ndugu zangu, vita vikisimamiwa na wananchi, hivyo vita kuviweza na wenyewe wanajua vinakuwa vigumu. Afdele hakuna wananchi ambao wamesimama. Waliosimama ni Wabembe tu. Kabila moja au tarafa moja. Lakini kwa sasa kuanzia Nord Kivu kwenyewe. Sasa itawezekanaje uende mpaka Kinshasa na wakati huku nyuma wewe tena miji ambayo ulikuwa umeikamata tena yote imesharudishwa. Hapo utakuwa umefanya kazi gani? Sasa wao hawana uwezo wa kwenda, wanafika hapa wanaacha wanajeshi wakifika hapa wanaacha. Sasa sisi huo uwezo tunao kwa sababu sisi ni wengi. Hiyo ni taarifa ya kwanza kujua kwamba Mheshimiwa Amuri Yakutumba yupo mzima na anaendelea kuishi. Kwa hiyo hizo taarifa ni za uzushi, wala usifatane nazo. Ni watu ambao wanafanya kazi ya kutafuta pesa katika mitandao wa TikToker. Najua tena hautaniuliza kwa sababu nimemalizana na wewe. Ukiniuliza sitakujibu tena. Sambaza voice hii iwafikie wale ambao wanaokuja kunisumbua kuniuliza. Yakutumba yupo tena yupo sana. Jana tumeongea naye muda mrefu tu. Kwa hiyo akaniambia niwaambie kwamba yupo na yupo. Asante. Jambo lingine ni kwamba Wakongomani sisi hatujaambiwa na mtu. Serikali haijasema kwamba kuna mgomo baridi. Kwa hiyo waasi ambao nimewaita huyu Martin Fayulu Madidi ni muasi kwa sababu amejiunga na waasi. Yeye sasa hivi ni muasi. Tumuone kama muasi ambao anaishi mjini. Na kuna waasi ambao wanaishi huko Goma. Yeye hajaenda Goma lakini muasi. Na yule mwingine wa tamaa ya madaraka yule Mabunde ule kama Kabunde wa Kabunde. Wale ni waasi pia. Ni watu ambao wana tamaa ya madaraka. Kwa hiyo wale watu tusiwasikilize. Sasa hivi hakuna mgomo baridi, kila mtu afanye kazi zake na watoto wote waende shule, wachuuzi waende sokoni. Kwanza najua kama leo ni soko ya hapa Uvira sijui hapa Uvira ni soko gani hapa. Kama ni Maendeleo sijui. Lakini Baraka kule nahisi kwamba sasa hivi kuna soko lile la Mwemezi. Kwa hiyo watu wafanye kazi zao kulingana na gisi ya kuwatafutia watoto wao. Wale wapinzani watoto wao wako Ulaya, unajua. Wote watoto wao wako Ulaya. Hawapo Kongo. Alafu wanakuja kutuambia sisi tukae tufanye mgomo, tusiende mashuleni, tusifanye makazi. Wajinga walivyo wale. Sasa sisi hatuwasikilizi. Kwanza huku sisi Waswahili hatujui kama kuna mpinzani. Sisi hatujui wapinzani. Hatuna mpinzani hata mmoja. Wote walida wetu wote wapo serikalini. Sasa sisi kwa nini tufunge kazi? Kwa hiyo mimi siamini kwamba kuna kazi ambayo itakwenda kufungika. Jambo la tatu na mwisho ni kwamba kuna wafanyasiasa na serikali. Sasa wafanyasiasa wao wanawaza tu kila siku vipi watapata madaraka. Hawajali kabisa, na tunawaona nchi inapiganishwa hapa na Wanyarwanda, lakini hakuna hata mfanyasiasa mmoja ambaye anasimama kusema kwamba jamani, sisi hatuna pamoja na nyie, sisi tunajiunga na serikali kwa sababu ya kupigana na Mnyarwanda, ili aende aongeze maarifa, aende aongeze mawazo kwenye serikali, waangalie gisi watakwenda kunasua au kututatulia hii matatizo ya kila siku. Wao tu ni madaraka, wanachokiwaza ni madaraka. Hayo ndo kazi ya wapinzani. Kazi ya wapinzani kuwaza madaraka. Kazi ya serikali kufanya kwa sababu ya avenir, kufanya kwa sababu ya maandalizi ya kesho. Vijana wake wataishije, nchi itajikwamuaje katika umaskini. Sasa sisi hatuchagui kwenda upande wa wafanyasiasa kwa sababu wao hatuwaoni kwamba wana nini. Kabunde akasema siku ile kwamba kwa nini unaenda kufungua unaenda kuwawekea watu wa Kasai university, unawajengea university uliali hawana chakula kuliko kuwalimia mashamba. Usikie sasa sorte ya wapozenyi tuko nao, watu ambao tunataka tuwaweke kwenye inchi, yani wasimamie inchi yetu kama rais. Anawaza tu mambo ya kula msosi tu. Yani yeye ni kula tu ule Kabundi wa Kabundi. Sasa mwenzake anakuja na vitu ambavyo vitawafanya watu wasome ili tupate maagronome wengi katika hiyo sekta ya kilimo. Sasa yeye anasema hapana kuwawekea shule, lazima uwalimie tu. Sasa hao engineer hao agronome wenye wataenda simamia hiyo kazi, kuplaini hiyo kazi ya kulimo, watatoka wapi? Si lazima wasome kwanza.
Kumbe tuanze kwanza na masomo kisha tuende kwenye kilimo. Akili za wapinzani ni ndogo, hata zangu mimi nawashinda sana. Kwa hiyo hakuna mgomo baridi, tuachane nao.